The Bible says in Luke 4:18 that the Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to proclaim good news to the poor. And one of the things we are doing as the body of Christ through our church, that is Mountain of Deliverance Church under the grace of our Father, Dr. Oracle, we are bringing this good news to the poor, that there is light at the end of the tunnel. So guess what? Today I'm in Wamurogi area, in Free area, that is Nakuru County. And today I'm with the wonderful, amazing woman here, Mama Mwangi, and she will be sharing with me her story about the story about her life, the story about her family, so that you can just have a peek on what is happening to some of us here in Nakuru. And in case you're watching from various parts of the country, be it our neighboring counties or maybe diaspora right there, there's an opportunity for you to partner with this program by being a sponsor, by being a donor. You are very, very much welcome to be a help to somebody out there that is in need of help, that is in need of that hand. The Bible says God loves a cheerful giver, and blessed is the hand that gives than the one that receiveth. So when you stretch your hand to give, when you stretch your hand to give food to somebody, it is accounted for you in heaven. Jesus said, don't place your wealth where moths and rats can access, but you should put your wealth where they cannot access it, that is in heaven. So when you invest in the kingdom, it means that you are investing in a place where it cannot rot, it cannot perish. And this is this is what gives us joy, that it is accounted for us in eternity. So a very warm welcome to you. My name is Mercy Munai. Ride along with me on this show, and I'm telling you, you are gonna be blessed. We are here under the grace of our Father, Dr. Oracle, who of course is the executive producer of this show, and he will be speaking a blessing on the second part of this episode to Mama Mwangi, just being a blessing to her and her husband and his child. And of course you will see what the Lord is doing through our Father in Wamurogi area, Nakuru County. Karibuni sana Mama Mwangi. Karibu sana. Asante. Leo nimekuita Mama Mwangi bila hata kukupatia chance ya kujintroduce. Hebu tuambie majina yako. Jina langu naitwa Marida Jeri. Ongeza sauti kidogo. Jina langu naitwa Marida Jeri. Kutoka hapa Kiamburogi. Ulizaliwa wapi Mama Mwangi? Mimi ni wa Kauti hivi. Mimi ni wa hapa Nakuru. Hapa Lanet. Kwa hivyo mimi ni wa area hii. Na nampenda Yesu Kristo. Amen. Juu ndiye Bwana. Ndiye ananirida. Amen. Ananiokoa. Amen. Naga masida, lakini Mungu ananirida na damu yake. Amen. Juu nimeitikia damu ya Yesu Kristo. Amen. Nikakuwa mwana wake. Amen. Kwa hivyo hata nikipata masida, Mungu wa Israeli ananiokoa. Amen. Na ndio nimefika hapa. Juu nimependa Yesu Kristo. Ni mwokozi wa moyo wangu. Hata watoto wangu na wafusa neno la Bwana. Ndio wakue, wakikua, wakiongozwa ni damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nimempenda sana na nikasema Mungu ambariki sana. Juu ya kunitembelea. Mnakuja kusimama na mimi wakati niko na mashida. Niko na masida hivi na hivi. Wakati ya corona kuko na mambo mengi. Tunatarajia Mungu wa Israeli. Kuna siku naona ati munaelekea muraleja. Lakini Mungu wa Israeli anamtumania. Kama vile ametumania Elisa. Akatuma ndege wampelekee chakula ya kila siku. Ndio Mungu anatutumania. Hata nyinyi mumetumio ni Mungu wa Israeli. Ndio mkuje mtusaidie. Mungu ambariki sana. Amen. Na abariki kanisa. Na pastor pia. Na mabisofu wote. Wale wafanyi kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Asante. Haleluya. Maisha ya familia yako imekuwaje Mama Mwangi? Tangu uolewe hata kabla mpate watoto. Maisha ilikuwaje? Ilikuwa na masida tu juu tumelea hii watoto wetu na vibarua. Kwa sana fuaga manguo hivi. Naye mzee naye ako na shida hata kwa mguu pia unamuonaga. Juu wakati alikuwa kijana ndio anioe. Pale kiwango nioleke. Amekibiswa ni sui akitoka
ile kudasi. Sasa akakibiswa, agekuliwa ni Mungu, akamlinda, aenda akaanguka kwa simo. Sasa kuanguka kwa simo, ile sui ikakuja ikapiga makoti ndio imgoje atoke. Na alitoka, alikuwa amevunjika mguu. Sasa akapelekwa, akasukumwa ni hiyo sui mpaka home. Wakati alifika, sasa hiyo sui ilikuwa imekula uba yote ya hiyo kijiji. Sasa kutoka hapa na hapa akakuwa, yani hakukuwa na mguu mzuri hata leo. Juu mpupa moja iko tu. Akienda kasi kama mwanaume, ile kasi ya gumu kubeba mawe na hii hurubaru, atafika pale kwa karai. Anaanguka. Hata tukienda kibarua ya kuvuna mahindi. Sasa ninaambio, we unajua mtu yako, we utabeba mingi kuliko huyu mtu wako, juu unajua wade ya huyu mtu yako. Kwa hivyo nikabeba ile mingi sana ya kibarua kuliko yeye. Kwa hivyo mara ingine unaona niko na shida, ninasimama boma yangu kama bwana na bibi. Sasa niseme ni kama mimi mzee na nyinyi mama. Juu mzee wangu anaendaga kazi ile ya rahisi sana, kama sitasema kitu. Hata leo nasimama kwa nyumba, kwa watoto, lakini Mungu ni mwema tu. Hakuna furuga, tunavumiliana tu. Juu sio kupenda kwake. Sasa kupelekwa hosi, hiyo mpupa iko. Hata leo ukisikia hivi unaona mzee amevaa nguo mzuri, ni mzee wa kawaida, sio mzee wa kawaida. Kasi ya mjengo ule kupanda ghorofa hivi hata pada. Juu ni kiwete kibada anaanguka. Sasa ni shida. Hata kwa mendi alienda mara 3 hivi. Sasa tukaona akiwa akitoa kasi ile pererere ile kidogo hivi. Kwa hivyo mimi ndio ninachukua jukumu ya nyumba yangu kama mama, ninachukua badi yake na ya mimi. Juu sio kupenda kwake. Na ni kutoka nioleke. Juu wade ilitoka alikuwa kijana. Na hiki kijana yake ndio anioe. Nifanye nini? Si nimeoleka tu akikuwa na shida. Na tukavumiliana. Juu kuvumiliana ni kitu, na amani ni kitu ya maana sana. Kwa hivyo tulilea watoto wetu na shida na kukomboa manyumba. Na wakati tumefika hapa ni Mungu wa Israeli. Sasa huyu tukakuwa na kijana tena. So mulianza kuishi wapi? Wakati hiyo tulikuwa huko upandi ya huko kunaitwa Karunga. Ninakwambia mimi hii ndio ninakaaga. Tulikuwa Karunga huko kwenye Bahati. Ndio kulikuwa saba ya baba yangu, ya mume wangu. Sasa akaaga. Akiaga akanyaganywa saba ni watu wao. Sasa kunyaga sisi hata nikioleka tukakuwa watu wa kukomboa. Kwa hivyo tumepitia mashida mingi sana. Lakini Yesu ni Bwana. Tuseme nini? Na hii ni dunia ni ya mashida. Sasa tena kuna shida moja sana. Tukienda mahali juu ya Mwangi, aonekane hivi, juu anakujaga unaona ni mtoto mgonjwa kwa akili. Sasa tunafunguzo tunaambia mutahama hapa tu, watu wengi walemavu kama hawa wanaona kama ni shida kwa wale wako wataremewa ni kulipa nyumba. Tuwaondoe hapa ndio tulete watu wana mashida watakuwa wakilipa nyumba mzuri. Haya wacha tuondoe. Tumehama sana babu mama. Si nilikwambia hata tumekaa Mwariki sana. Na tukakuja tukaambia huku kumenunua ni tajiri. Hata mutapeo ni uskisi. Na mukikaa sana tutakuja tutuweke pesa na hii fito yenyu tutakuwa tukiruhusia barabara iende. Sasa tena ni kuhamahama. Na kuna siku moja Mungu wa Israeli hata tupea mahali na tutakaa. Kwa hivyo tunamtarajia na tunamngojea, ni Bwana. Analisa watu wake. Anawajua wa Israeli. Niseme nini mama? Na masida ni mingi. Lakini hata hii nyumba unaona tunalipa 1,500. Ninashindwa juu ya masida tu. Na hii 1,500 tuko na deni ya miezi 2. Juu wakati huyu amekuja tulikuwa na kijana ingine
naye kijana alikuwa na mashida, alikuwa naye amepita msuri na alifanya mtihani na ile tawa yakanyitira ile ya kababa, lakini amepita na nikaenda nikaomba basari na nikapata, na Mungu ni mwema. Ako leo form 3. Huyu anafuata huyu Johnny, huyu Mwangi anafuata Mwangi. Ni tawa hii akanyitira kama hivi, naye huyu akakuwa ambekuja. Si unaona hata deni ndio ilikuwa mingi, hata hii mwezi tutalipa. Lakini mwenyewe alikuja na akasema vile namjua na muamini sana juu ni watu umeokoka, hata nitamuvumilia na mtapata juu ninaona muko na kijana ajawerekea na sio kupenda kwa muko na shida. Juu mkikuwa na mtoto kama huyu, hii ni shida. Ni vile mtu amsike msuri. Kwa hivyo sasa umesomeshaje watoto wako hao wengine? Wengine hata kaka ndio kalimeenda mbele atikako form 3. Hao wengine akufika hapa. Ni 7, huyo mwingine 8, huyo mwingine darasa ya 6, huyo mwingine ni 5. Hivyo tu juu ya masida tu, sio kupenda mami. Hii dunia mtu anataka akule mzuri na akae mzuri na maisha mzuri, lakini kutarajia Mungu wa Israeli maisha itabadilika katika jina la Bwana. Tunaombaga Mungu wa Elia, na ninajua siku moja nitakuwa nikikuranisha na wafalme na matajiri pamoja, na ninakuwa nikisema ufalme wa biguni nitakuwa mmoja pamoja na watakatifu. Juu nilipitia mengi, niseme nina hii ni dunia. Hata pengine naona ni jioni, sasa tutakula nini? Sasa naomba tu, nasema usaidizi wangu Mungu wa Israeli, hata kukikuwa saa moja usaidizi wangu utatoka kwa wewe. Hata kulikuwa nimeomba wewe nikutume, mumetumwa hapa ni Mungu. Juu kuna siku nilisema na nikalia mbele ya Mwenyezi Mungu siku 3, nikasema Baba, watu ni wengi, watajiri wako, wakubwa wako wale tumesagua, lakini tumana hapa boma hii juu ya huyu mtoto mgonjwa, juu akikunywa dawa anataka akule na kunywe, ndio akunywe dawa. Sasa nikasema Mungu wa Israeli, kuna siku 2 3 ukaona siku 2 iko dawa na akunywe, juu sakura imekosa. Pengine unatarajia kibarua, ukienda hapa kumeandikwa mama wa kufua nguo, hapa iko na msichana wa kazi, baba anaenda, baba utasaidika. Kuna wao wamekuja mapema tena, nikikupea kazi nataka wale wanataka kuchukua mawe hivi wako na strong, wewe ni mzee weda na utasaidika siku nyingine. Sinaona hiyo ni shida. Nimepata wa mama wale wadogo hivi wako na watoto 2, watoto 3. Wewe mam, nimekuhurumia sana, eda tu mam, nitakuitia kazi siku nyingine. Nikienda nikifika pale, mam kuja hapa, kulikuwa kauka na kamchele hapa na tumaharagwe hivi, enda uchague hivi upikie watoto. Sikipitia pale uchunde tusukuma, sini sawa tu. Nikasema asante. Siku hiyo tumelala na ikaisa, nikasema Yesu ni Bwana. Kwa hivyo ninapitia maisha ya shida sana, lakini kile niliomba Mungu wa Israeli, nitumanie hapa wale watakuja wasikue viatu vyetu wavae juu ya huyu kijana, juu ikue kama kamradi kamesimama na huyu kijana. Na nikaomba na nikagojea. Sasa nisasema Mungu ambariki, juu nyinyi ni kutumwa ni Mungu, si mmekuja kama kawaida mnaenda kusaidia wale wengine, hata Kiamorogi hata pahali momote mnaenda, ni kutumwa dhuru hapa. Musukue musigo yetu, mubebe hiyo kiatu sana juu ya huyu mtoto, mkwe mkinisaidia. Okay. Sasa hebu nieleze juu ya umeniambia uko na mtoto ambaye ni mgonjwa. Mwangi alizaliwa mwaka gani? Mwangi ako na miaka 16 hapa ameelekea. Alizaliwa akiwa mgonjwa ama alizaliwa kawaida? Amegojeka, alikuwa darasa ya 8.
na hata akufanya mtihani kwa ghafla hivi juu ilikuwa ni depression. Watu wanagojeka depression, lakini kusimama na maombi na kufuatilia dawa na kukula na kukunywa, enyewe nitaona maisha inabadilika. Si unaona hata leo unaona kama Mungu amefanya kitu. Juu hata leo ukienda, jana ulienda na maombi ya mama. Nikasema kumbuka mama. Kumbuka mama. Ninaona umeitana mami. So naona nachukua vitabu naangalia kusoma. Jana alikuwa nasema kwenda juu ni kuomba. Hata leo siku ya leo niliomba. Na nikasema anti wakuje tu. Mungu atumie kama chombo zako wakuje. Kwa hivyo alikuwa ako na depression. Ako na depression. Na hiyo depression ilimshika mwaka gani? Hesabia hapa nini wakati alikuwa standard 8 mwaka ujao. Okay. Na nini ilisababisha hiyo depression? Alikuwa na mawazo mingi. Hii mawazo aliona tumefinyika sana. Ni vibarua inakosa, pengine wanarora wanataka kulala njaa. Enyewe akaona juu alikuwa anajitolea asome kabisa asimame na sisi. Alikuwa akisema sasa nikifanya mtihani wa 8 nipite mzuri niende boarding. Sasa nikienda boarding nisome niinue mamu na baba. Sasa vile naona kama kutefefa hivi kwa gari vile inateresa hivi. Sasa kaona hawa wazazi hata nikifanya mtihani wa 8 na nipite sitaenda secondary juu huku kwetu kuko na mashida hivi. Hata pengine ona anafanya hivi. Anatuangalia, anasema hapa ninasikia kama ni uchungu. Juu ya ninajifikiria. Nyinyi mama mnajisikiria sana. Hii maisha kweli Mungu atakuja kutubadilishia kama hii. Sasa nisome. Nikaona depression ni ya nini? Na nikaapio na wadu. Kwa hivyo ukasema Mwangi akasema anasikia tumbo uchungu. Juu ya mawazo. Ana mama namfikiria sana. Namfikiria na baba. Hii maisha kweli Mungu atakuja kutubadilishia. Hata pengine alikuwa naambia babake. Wakati mulikuwa mukitulea hivi, tulikuwa wadogo hivi. Baba mumetoka, mumepitia masida mingi sana. Juu tunaona wengine wako na ploti, wako na masaba hivi. Lakini tuseme mama na baba, Mungu atatubadilishia maisha. Wacheni nisome hivi. Nitakuwa kumuokoa hivi. Si unaona vile alikuwa hiyo wakati yake ikufika. Si unaona akufika jia amegojeka. Sasa tufanye ni huyu mtoto alikuwa mtoto sijui hata roho ile mzuri sana. Hata sikukuwa mtoto nyumba hii kama huyu Mwangi. Na mtoto wa furaha. Mtoto hata ukifika mahali ya kukuterete mama nikubebe kamusiwa ya akitoka shule hivi. Mtoto wa maana, lakini tuseme ina amegojeka aijui ni kusafishwa nguo ni kusejio nguo. Hata miguu naona naosagwa ni babake wacha nikuambie. Anaoswa ana huo hii anamalizo na hii kitambaa hivi kumalizo na kitambaa. Naona anachukuliwa mafuta anampaka jua na parara. Unaona anafurahi. Lakini kuongea au ina ujui vile anataka, ujui vile nini. Unaona hiyo ni shida. Na kukua amesalio hivi. Anauliza Mungu Mungu huku nipe mtoto alikuwa hivi. Lakini Mungu tamfonyesea mtoto. Na kuna siku ingine nililia nikasema ikikuwa shetani anatumana kwa depression, kuna siku moja Mungu anaweza na ninajua ataweza. Niseme nina hii ni shida. Niseme hii na hii ni dunia. Lakini Mungu atakuja tu kubadilisha maisha. Ni Mungu wa Elia. Ni Mungu wa Israeli. Ni Mungu wa Elia na Mungu wa Israeli. Niseme ni Mungu wa Danieli. Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego. Huyu ni Mungu wa Elijah. Na nimeona hivyo itabadilika tu. Sina mengi mimi. Ameenda hospitali.
Umeenda hospitali? Medi. Amekaa Medi mara 3. Na hii ametoka ya mwisho. Sasa nifanye nini? Hata madawa inakosa ya kukunywa na analekea afuatilie hiyo dawa. Juu vibarua inakosa. Hii kuna korona. Pengine hata mwenzako hata mwenzako akisimama na wewe eke viatu yako. Mungu ambariki sana. Mungu akubariki. Amubariki sana. Ni Mungu alimutuma. Tumuvae viatu ya hii mtoto wako. Na msimame na sisi kama Waisraeli. Ninaona hata watu wangu wale tumetoka tumbo nao. Lakini brother wangu, brother ile mimi tumetoka tumbo nao. Na masista yangu waliniwacha juu ya huyu amegocheka. Wakaniwacha kabisa. Hata watu wakina nini bwana yangu wakatuwacha juu ya huyu Mwangi. Lakini Wasamaria mema, waombaji wa Israeli walikuja kuweka viatu zetu wakati tumeshindwa, tukapinyika, naye Mungu akatuma. Niseme nini? Mungu Jehova munene wa Israeli akaume kauli kwile witwe. Jehova munene wa Israeli Ngai iturakwirwo mbara, iturakwirwo goco Jehova uria gutuma Mwathani uri wa ithe witũ mũirĩtu Mũisiraeli muma andũ igũrũ rĩa gũtũma mwanake ũyũ muma andũ Mũisiraeli. Jehova rathima kanitha ithe wa kĩgongona, rathima kinya Pastor Mwangi wa Deliverance mũtheru wa Isiraeli we ũtũmanĩte ithe wa kĩgongona. Rathima kanitha wa andũ aku handũ marũma, no rathime anene Ngai, no rathime kinya mapasta na mabishop othe ithe witũ arĩa mahunjagia kiugo gĩaku kĩama ũguo ũmarutĩte, nĩgetha Mwathani mathiage o kũndũ magakora ũhinyĩrĩrĩku wa kũndũ tofauti mwanya mwanya. Ithe witũ gũkũ nĩ kũmatũma wamatũma matiũkĩte na mwĩrĩ na thakame kana gwĩtongoria o ene. Jehova Ngai maroamũkĩra kĩrathimo, nyari-inĩ cioka gũkũ ciamũkĩre kĩrathimo, nacio itige kĩrathimo thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya nyina wa Mwangi. Hallelujah, thank you. Nĩ wega Ngai wa Isiraeli, wega mũthamaki wa Juda, ũrogocwo na ũrokumio na ũrotio. Atũgĩtigana tũtigane mĩĩrĩ, ngoro ciohithanio nĩ wendo waku na tha ciaku. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu Kristo ndahona ndetĩkĩra mbere yaku na mbere ya Mungu. Ameni. Nĩ wega mũtheru. Asante Bwana. Thank you, glory line. Okay, Master. Oh, hallelujah. Sawa. Kai nĩ wega Mwathani, nĩ wega gatũrũme ka ũthingu, nĩ wega mũtheru wa Isiraeli, nĩ ũndũ wa mawĩko maku wĩkĩte Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakubu, baba wĩ wa kũgegania, kũmakia ndũrĩrĩ na irĩrĩ na rũkarĩma na nene na thamaki ithe wa kĩgongona, getha magwĩtigĩre na mamenyana na ithe wa kĩgongona, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũthingu. Rathima andũ aku Ngai mwega na mũtĩ mũgweta na mũhoreri, na ithuĩ tũrathimanĩre hau no tũririkane. Ĩni mwathi ũthimĩrwo ya Jaku. Thank you Father, glory Jehovah Master, thank you Rabbi Master. Okay, hallelujah. Oh, Father, thank you. Hallelujah. Mwangi baba ako wapi leo? Ameenda vibarua. Sijui kama atapata ama ataona. Mungu tu anaendaga, pengine apati. Kasema sasa tufunge milango tulale juu, sikuona kitu. Lakini Mungu akatumana tu. Pendo yake. Mwingine ako shule. Hajarudi bado. Hajarudi, katakuja saa 11 kako 7. Kanaitwa Ores. Sasa leo mmekula nini? Tujakula kitu hata asubuhi, sitakwambia mami. Tujakula kitu na ni kadheri nimewekelea, sina kaona. Kako huku. Kana mboga. Hata viazi sijui itatoka wapi tuweke. Ama tukapisi tu twa 10, tunanuaga kapisi ile ya kukata ya 10. Ndakaraga tunaweka tunalala. Sasa nikutarajia Mungu
leo hapa kuja kununua hadi hata huyo ndio natoka naenda nakuja juu ameona Raji iko wapi, hakuna. Na yeye ndio mtu wa kuitita ati sakura, nipeni sakura, niko na njaa sakura, niko na njaa, juu ni mtu wa kushughulikiwa. Asante mama. Wow, you've seen right there, that is Mama Mwangi. She's in so much pain, she is in so much distress, because she is explaining to us that she has a son. Life has been unbearable for her, because right from the day she got married, her husband got attacked by a cheater. Then later on, life has been, very unbearable for them, because both of them, her and her husband, they don't have any source of livelihood. They don't have any source of income. And even when they had kids, one of the kids sank into depression. That is chronic depression, because of the thoughts that kept running through his mind. Is there any hope? Will we ever rise from this kind of life? And it is as a result of that their son Mwangi got into depression. He has been admitted to hospital several times, and up to now, as you can see on the screen there, he's not mentally stable at all. He's not mentally stable. She's explaining to me sometimes the son, they find him out there in the marketplace just running around without clothes, and they don't know what to do. The medicine that they're supposed to buy for the son, it is very costly, and sometimes they cannot even afford that medicine. Sometimes they cannot afford the food that he needs to eat so that it can accompany the strong medicine that he is taking. But she has hope that through our father, Dr. Oracle, that there is going to be hope for his son, and there's going to be hope for this family, that things are going to be better again. She's crying because today they have not even eaten anything. Their son went to school hungry. The other one is here sick. He has not eaten anything, and he's not even in a position to talk and to say what he really feels like. But you can see from his expression that he is hungry. So we just are here to encourage this family that there is hope, that there is light at the end of the tunnel, and that God has divine helper that he has put in place for you. So God bless you so much. Of course, on the second part of this episode, Dr. Oracle will be ministering to this family, just speaking to their lives and breaking the territorial powers that that makes families languish in poverty, that makes people don't cross some boundaries. In fact, there's a very interesting story whereby the child Mwangi was very, very smart, but when he reached class 8, he could not continue with his studies. Depression struck, and he could not even do his examination. And there are powers that usually hold people. They prevent you from finishing. You need that finishing grace in your life. And these are some of the teachings that our Father gives us to tell us that you need to break these generational ties. You need to break these generational powers that hold territories, that hold families. So you, as you watch Oracle Television, as you connect yourself to this altar, I can promise you that under the grace of our Father, Dr. Oracle, I break those generational powers in your family. I break that bloodline that is saying poverty is the color of your family, that is saying struggling is the color of your family. I break it under the grace of my Father in the mighty name of Jesus, and I decree and declare, may you enter into new realms of breakthrough, new realms of financial, breakthrough, new realms of just your life starting to shine in the mighty name of Jesus. We will be meeting our Father on the next episode, so don't stay away. My name is Mercy Munai, and God bless you so much.